Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Leo ni siku njema Bwana ametupa, na ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo inatoka kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 7 mstari wa 1. Biblia inasema na wa 2, alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Yule akida alikuwa na mtumwa wake ambaye aliumwa na alikuwa anakaribia kufa, kwa maana hali ilikuwa ni mbaya. Ndiposa aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wake waende wakamuombe Yesu aje akamtendee, yani akamuombee, akamponye yule mgonjwa. Na yule akida akasema, yani mimi najua kabisa kwamba hustahili hata kuja kwangu, yani hustahili, lakini ilikuwa kwa hali aliyokuwa nayo yule mtu, basi ilikuwa ameomba Yesu aende. Na mstari wa 9 anasema, Yesu aliposikia hayo alimstaajabia. Yani aliposikia hayo maneno ya huyu akida akisema, alistaajabia, akatugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata, akasema, nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Manake wale waliotumwa walimwambia, ama akida alisema aseme neno moja tu, naamini kabisa ya kwamba kuna kitu kitafanyika. Sasa Yesu aliposikia yale maneno alishangaa, akasema, imani ilioje, imani ya ajabu kabisa, sijapata kuona kabisa imani kama hii katika Israeli. Mtu ambaye anataka niseme tu, alafu kisha anaamini kwamba matukio yatatokea, uponyaji utatokea. Hiyo ni imani kubwa. Nataka niseme hivi katika tafakari ya leo, katika hili ambalo Bwana ametupa kuweza kuliangalia. Tumeshaingia katika mwaka mpya mzuri wa 2026. Huu ni mwaka mzuri sana. Nakumbuka nilisema kwenye tafakari ya wakati tunamaliza mwaka, nikasema ni mwaka ambao tunakwenda kukutana na mambo ya ajabu, kwa sababu nuru na giza vyote vitakuwa kwa uwazi mkuu kabisa. Ni kweli hata sasa hivi viko katika uwazi, lakini inakwenda kuwa maradufu. Lakini wale watakao kuiona nuru ikiwa katika uhalisia wake wa kiutendaji katika maisha yao, ni wale ambao watakao kuwa wamekubali neno na kuliishi lile neno. Sasa tunaona hapa kuna mtu ana imani, anayetaka Bwana aseme neno tu, anaamini uponyaji utafanyika. Sasa haye ndiyo tunavyotakiwa kuishi mwaka huu, kuishi kwa imani ya neno. Jamani, wewe uliyekuwa unasubiri uguswe, wewe ulikuwa unasubiri upakwe mafuta, wewe ulikuwa unasubiri upewe kitambaa, wewe ulikuwa unasubiri upewe sijui sabuni ukafanyeje, ukaogee ndio sijui utakate sijui ufanyeje, wewe uliyekuwa unasubiri ama unakimbia hapa na pale kwa ajili ya kupokea vitu fulani, irizi mnazoziweka bila kujua kwamba ni irizi. Jamani, mwaka 2026 katupe hizo irizi. Maisha yetu hayatakiwi kujengwa kwenye mfumo huo. Maisha yetu hayatakiwi kujengwa kwenye imani ya chupa ya mafuta ulioweka hapo. Huo ni uganga. Maisha yetu hayatakiwi kujengwa kwenye irizi uliopewa ya kwamba hii ukiomba ndio itakuwa. Kuna watu wamepewa mpaka irizi za kalenda zenye picha za watumishi wa Mungu, wakidanganywa ya kwamba hii ukiweka nyumbani kwako uponyaji utafanyika. Sikiliza nikueleze. Huyu akida alitaka neno tu kutoka kwa Kristo Yesu, na Yesu akasema, sijawahi kuona imani ya namna hii. Kuna mahali kanisa tulifeli, lakini tuna mahali ambapo kanisa tunatakiwa kuinuka sasa. 2026 nina ujumbe kwako wewe
ambaye umempokea Kristo, ambaye unaishi katika Kristo, ujumbe wetu leo katika siku hii ni kwamba ishi kwa imani ya neno. Lisome neno, lichukue neno, litendee kazi neno, uone matokeo yake. Maisha yangu nimeyajenga hapo. Neno limebeba uzima, neno limehakikishwa, neno ni Kristo. We mtu anakwenda kukupa chupa ya mafuta ukae nayo. Mimi sijasema kwamba mafuta ya olive oil hayana kazi. Mafuta ya mizeituni yana kazi yake, na kazi yake itafanya kazi. Lakini mtu asikupe mafuta. Wengine wanapewa mafuta ya glycerin. Mwingine nikaona anapeana watu kanisani, watu wamepewa wanunue mafuta ya glycerin waje nayo kanisani ya kwamba waombe. Nikauliza, nilikuwa hapo siku waliniita kuhubiri na sikujua kwamba kuna mambo ya ajabu namna hiyo yanaendelea pale. Bwana alinipeleka mahali pale, naamini kwa ajili ya kufunua hayo. Nikauliza, sasa mafuta ya glycerin maana yake nini? Watu wanakuja nao kuombewa ili akafanye nini? Nikaambiwa ya kwamba mafuta haya ni dawa ya uchawi. Watu, nyumba yako mchawi hawezi kuingia. Ukishakisha ombewa hapa, unaenda kupaka kwenye miimo ya milango yako na vizingiti. Jamani, Yesu aliwaambia taifa la Israeli, damu ya mwana kondoo, damu ya kondoo mupake kwenye miimo. Mimi nitakuja kumaliza kizazi cha Misri cha uzaliwa wa kwanza. Nitapita nyumba zenu kwa sababu ya damu. Na Yesu Kristo akaenda msalabani, akamwaga damu yake. Biblia inasema mwana kondoo aziondoae dhambi zetu. Damu yake ikamwagika pale Calvary, akaondoa makosa yetu, akaondoa shida zetu, akaondoa kila kitu kilichokuwa kinatutesa, mateso, adha, dhiki, taabu zikaondolewa msalabani. Tukabakiziwa kitu kimoja tu, neno la Kristo. Na damu ya Yesu ikiwa imebeba uhai wake mpaka sasa. Na jina la Yesu Kristo ambalo ndio jina pekee lenye uweza na mamlaka. Jina ambalo likisikika mahali popote, kuzimu inatetemeka, shetani anatetemeka. Ukisema kwa jina la Yesu Kristo, shetani anahangaika, anatetemeka. Ukisema damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inaenda inatakasa. Ukisema neno la Kristo, neno la Kristo limebeba uhai wake, maana neno ni Kristo mwenyewe. Ndio akasema, nani mtalijua hilo neno? Mtalifahamu hilo neno, na hilo neno litawaweka huru. Uhuru wetu unapatikana kwa neno la Kristo. Uzima wetu unapatikana kwa jina la Yesu Kristo. Utakaso wetu unapatikana kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe mtu anakuambia weka mafuta, paka mafuta ya glycerin. Jamani, huo ni uchawi. Mtu anakuambia nunua maji ulete tukuombee. Maji ya Kilimanjaro jamani, yametoka kwenye, jamani, uombewe hayo maji alafu kisha ndani akawe dawa. Kwa nini usiliamini neno? Niko hapa kwa tafakari ya leo. Bwana ametuletea imani itokayo kwa akida aliyeamini neno tu. Na wale wajumbe waliotumwa kwa Yesu waliporudi nyumbani walimkuta mgonjwa ni mzima. Nimeona uzima wa Yesu Kristo ukipatikana ndani yangu in a mysterious way, kwa namna ya ajabu, kwa namna ya ajabu. Aliposema ukiamini itakuwa kwako. Uwe na imani hata kama ni ndogo kama punje ya haradali, itakuwa kwako. Amini neno, liamini neno. Tafsiri ya kuamini imepotoshwa. Liamini neno. Sio uende ukapewe vitu alafu uambiwe amini hii itatenda kazi. Nipe kalenda, mimi nitaangalia tarehe. Hata kama ina hiyo picha huyo mtumishi, usiniambia kwamba kwa sababu ina picha mtumishi mwingine anachukua kalenda na piga nayo mtu kwamba kwa jina la Yesu Kristo anatumia ile kalenda. Ujinga gani huo jamani? Kanisa la Kristo, Bwana ana neno nasi la mwaka mpya, mwaka huu mpya, kwamba tunatembeaje. Imani ya huyu akida naomba ukaishike. Yesu mwenyewe aliisifu imani hiyo ambaye hajawahi kuiona katika Israeli. Wacha ukaibebe imani aliyokuwa nayo akida huyu, ili basi ukayaone mastajabu ya Yesu Kristo.
Achana na vitu ambavyo umehangaika navyo, havija kusaidia. Tuko kwenye kipindi chengine, tunataka kuingia katika nuru, tukae katika nuru, ili ile nuru yake ikatuangazie na zile baraka zake katika alizokusudia katika maisha yetu. Sikiliza nikueleze, hata kama tumebakiza mkia, hivi una taarifa mkia ni mtamu kuliko nyama? Una taarifa hiyo? Mkia tuliobakiziwa, ambaye ndio tunaambiwa ni usiku za mwisho sasa. Biblia imetuambia hivyo, na ni kweli tuko kwenye kilele cha mwisho, lakini ndio tuko kwenye mkia. Jamani, hakikisha unaenjoy huo mkia ndani ya Kristo. Ulikosa nyama, ulikosa kula vingine vyote, kwa sababu shetani alitupigisha danadana, akatuangaisha na kutukimbiza huku na huku na kutuletea vitu ambavyo havikuwa matumaini. Tubu. Kama ulishapokea hivyo vitu, tubu. Kama ulishavitumia, mwambie Yesu akusamee leo, alafu geukia jina lake, geukia damu yake, geukia neno lake. Mwambie Bwana, sema neno lako kwangu. Ninaposoma Biblia, sema na mimi. Ninaposikia mtumishi wako akihubiri, mchungaji wangu kanisani akihubiri, sema na mimi kupitia kinywa cha mtumishi yule. Ninaposikia nyimbo zinazokuwa na mafuta yako zikiimba, sema na mimi kwenye nyimbo zile. Utamsikia Bwana na maisha yako yatabadilika, na utaishi katika utukufu, na utaishi katika furaha, utaishi katika amani. Litafakari hili leo na ukalifanyie kazi. Mwaka wako 2026 uwe wenye neema ya pekee. Mungu akubariki. Baba, asante, twakushukuru kwa neema ya pekee, na tunaomba ukatujalie neema hii tukaiishi 2026 na kuendelea, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu atubariki sote.